Jambo la kwanza kabisa ikumbukwe kwamba ile ni vita inapiganwa sasa hivi, na sio vita ndogo, kwa sababu kama taifa la Israeli wameanza pamoja kwa kushirikiana na Marekani, wameanza kwa kumuua mkuu wa nchi, supreme leader, kwa maana ya kiongozi mkuu au amiri jeshi mkuu wa taifa hilo. Kama ingekuwa kwenye nchi zetu kama za Tanzania, unazungumzia ni mkuu wa nchi, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa unaanza kwa kumuua yule kiongozi, na then vita inalipuka kutoka hapo. Ni vita chache sana duniani zimetokea kwa mtindo kama huo. Hii inamaanisha kwamba ni damage kubwa sana ambayo Irani ameipata. Tanzania tumewahi kupigana vita na Uganda mwaka 78 na mwaka 79, vita ikaisha. Lakini tunapigana wakati huo Idi Amin wanasema amevamia Kagera. Amevunja daraja la Kagera. Ni daraja la Kagera. Amevamia mkoa mmoja wa Kagera. Lakini Tanzania haikuweza kuvumilia, ikatoa majeshi, ikaweza kupeleka kwenda kukomboa kwanza Kagera yenyewe kama sehemu ya mpaka wetu, lakini pia kwenda kumtoa Idi Amin kwenye taifa lao. Idi Amin ya kuuawa, Nyerere ya kuuawa. Lakini tulichukua jukumu hilo, nasema tulichukua kwa maana ya kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu walifanya hiyo kitu. Iran, rais wao ameuawa. Mashambulizi yanaendelea mpaka sasa, kwa maana Iran inaendelea kupigwa na Israeli kwa kushirikiana na Marekani. Unadhani ni rais kiasi gani taifa ambalo liko kwenye majonzi makubwa kiasi hicho la kuuawa kwa kiongozi wao mkuu, lakini pia mashambulizi ya Marekani na Israeli yanaendelea, yeye akapata muda wa kuweza kuandaa timu ya taifa na kuweza kuipeleka anapeleka Marekani kwenye nini? Kwa hiyo ninaweza nikagawanya kwenye maeneo matatu. Jambo la kwanza, hawezi kuwa na utulivu wa kuandaa timu ndani ya nchi ya Irani kwa sasa, haiwezekani, kwa sababu hili ni vita, na vita havina macho, yaani vyenyewe haviwezi kuruhusu hiyo mikusanyiko ya hadhara iendelee kufanyika. Bahati nzuri mwaka jana mwezi wa 8 Israeli aliwahi kupigana na Irani pia, wakati Israeli ilivomuua mkuu wa majeshi, chief of staff na mkuu wa operation wa jeshi la Irani. Vilitokea vita vya siku 12. Wakati vile vita vinatokea, mimi nilikuwa niko Israeli. Irani alijibu kwa kutuma makombora 300 kwa mpigo. Huduma zote za kijamii ndani ya taifa la Israeli zilisimama. Haukuwahi kutokea huo uharibifu mkubwa, kwa maana ya kwamba wana zile Iron Dome ambazo zinafanya kazi ya kuintercept, kudaka ile makombora. Kwa hakuna watu wengi waliokufa wala waliojeruhiwa, wala hakuna majengo mengi yaliyobomoka, ukiachana ile hospitali ambayo ilipigwa maeneo ya Haifa, yenyewe ilishuka karibia hospitali nzima, lakini the rest maeneo ni kama yalikuwa yako salama. Lakini nikiwa kule nilikuwa niko na Watanzania wenzangu kwa ajili ya kwenda kufanya utalii, kwenda kuangalia biblical sites, yale maeneo ya kibiblia, wanaita maeneo matakatifu. Hatukuweza kwenda. Kwa nini? Kuna mikusanyiko yote inakuwa ni hatari kwenye katika maisha. Kwa Irani kwa sasa, jambo la kwanza, hawawezi kufanya mikusanyiko ya kuiandaa hiyo timu ya nini? Timu ya taifa. Kwa maana yake hawawezi kukusanyika watu pamoja, itakuwa ni hatari kwa ajili ya usalama wao. Lakini namba 2, kuna shida ya kisiasa kati ya Israeli, kati ya Iran na hao ambao timu inabidi iende. Hilo nafikiri ndio kubwa zaidi, kabla ya la tatu ambao bado nitakuja kulitaja baadaye. La pili ni kubwa zaidi, na naomba ile la pili ambalo kuna shida ya kisiasa, ikiwezekana niliweke liwe la tatu, nitataja la pili afu nitafanya kuwa la tatu. La pili kabla sijataja la tatu ambalo ni kubwa zaidi ya uhusiano wa kisiasa, la pili, hii Iran unayozungumza, mwaka jana waliuawa viongozi wote wa jeshi la nchi hiyo. Mwaka huu ameuawa mkuu wa nchi na mshauri mkuu wa usalama. Israeli katangaza kwamba viongozi watakaochaguliwa sasa atawaua tena ndani ya mwaka huu. Atawaua tena. Na huwezi kupuuza hiyo kauli. Hapa nazungumza jambo la pili sasa. Huwezi kupuuza hiyo kauli, kwa sababu kama waliweza mwaka jana kuua na mwaka huu ameua kiongozi ambaye inasadikika alikuwa anakaa kwenye andaki, alikuwa anakaa chini siku zote,
ameibuka kutoka kwa chini kuja kufanya kikao cha kiusalama, sababu lazima akae nao. Hapo hapo alipokaa ndani ya dakika 45, yani nusu saa mpaka dakika 45, tayari akaja akapigwa yeye na wasaidizi wake wote wakafa. Na mke wake. Mwanzo walikataa kwamba hajafa, hajauawa, kwa sababu walitangaza kutoa habari ni watu waliopiga. Lakini mwishoni kabla kubali kwamba ni kweli mfanyaji amefariki, na wakatangaza hizo siku za maombolezo. Kwa maana yake ni kwamba kuna uwezekano hata viongozi wanaoingia na wakafanyaje, wakapigwa. Lakini kama wanataka kuwapiga viongozi, it means watu wote wale ambao wako kwenye mfumo wa Iran wanaweza kupigwa. Yaani kwao kumpiga kiongozi wa Iran ni sifa, kama ambavyo unaweza kuwa sifa kuipiga timu ya taifa. Wanaweza kaifuta yote. Yaani kwa kuwa ni maasimu, kwa kuwa ni maadui, wanachofanya sasa hizi ni sabotage. Wanataka kuwapunguzia nguvu, kuwapunguzia uwezo maadui zao, waonyeshe kwamba wao ni wababe kuliko wao. Kwa isije ikawa wakaingilia timu ya taifa nayo wakaenda wakaipiga. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu na la mwisho, nilisema mahusiano mabaya ya kisiasa, ya kidiplomasia kati ya Iran pamoja na nani, na Marekani, kwamba huyu Marekani ameua rais wetu, si ndio, kwa kushirikiana na Muisraeli, na mnakwenda kucheza kwenye ardhi yao. Unawezaje kwenda kucheza kwenye ardhi yao watu? Una hakika gani kama hao wachezaji wote kwenda kule hawatatekwa? Kama kumbukumbu zangu ziko sawa sawa, kuna mwaka michuano ya Afrika AFCON ilikwenda kuchezwa South Africa. Sawa? Nakumbuka kulikuwa na wachezaji maarufu sana South Africa, kina Mark Fish. Na kadhalika na kadhalika. Miaka mingi nyinyi mlikuwa mko wadogo kiasi hicho. Wakati huo kwenye kumbukumbu zangu ilikuwa inaonyesha kwamba Nigeria ilikuwa na mahusiano mabaya ya kibalozi na South Africa. Nigeria. Wakati AFCON zimeandaliwa na business kacheza South Africa, Nigeria walikataa kupeleka timu. Kwa sababu nafikiri nianza kina Sani Abacha alikuwa rais wa Nigeria. Sani Abacha alikuwa dikteta. Alikuwa mwanajeshi huyo. Kwa alikuwa anafanya matendo ambayo South Africa chini ya Nelson Mandela walikuwa wanaamini kwamba ile matendo sio matendo sahihi, kwa sababu ilikuwa ni dikteta anatawala kijeshi. Kwa kulikuwa na hata hatihati ya kupigana vita kati ya South Africa na nani na Nigeria. Na ikumbukwe kwamba kwa Afrika mataifa yenye nguvu zaidi kiuchumi na yenye nguvu zaidi kijeshi ni mataifa mawili. Sawa? Ukiondoa yale ya kaskazini mwa Afrika kama Misri, kama Morocco, si ndio? Kama Libya, kama Tunisia. Libya sio ya sasa, ni ile Libya ya Muammar Gaddafi. Yes. Umeona, kwa sababu pia regime change huwa inabadilisha mambo mengi sana. Kwa hiyo mataifa ambayo yamekuwa na consistency kuonekana kwamba yana uchumi mkubwa, lakini hali kadhalika yana majeshi yenye nguvu, majeshi ya mataifa yao ni Nigeria na South Africa. Kwa baada ya kuonekana kwamba wana hiyo sintofahamu ya kisiasa, hawakuwahi kupigana, lakini walirushana maneno. Kwa kilichotokea ni kwamba ikabidi Nigeria asipeleke timu yake South Africa. Kwa tulikosa uondo wa Kongo tuliokuwa miaka hiyo, tukaona South Africa akacheza nyumbani kwake, na nadhani alichukua na kombe. Nadhani ilikuwa mara yake ya mwisho kuchukua kombe, sio kama alichukua tena hapo katikati. Lakini what I can say, point yangu, Nigeria hakwenda South Africa kwa sababu hizo. Kwa hii inanikumbusha hata hiki kinachotokea sasa, kwamba kwanza uwezekano wa kuandaa timu kwake utakuwa ni mdogo kwa sababu ya vita vilivyoko, lakini pia hata kiuchumi sasa hivi nadhani atapata shida sana, kwa sababu uchumi mkubwa wa Iran ni mafuta. Na hivi sasa unavyoongea mafuta yake hauzi. Hivi ninavyoongea hauzi mafuta. Na ule mfereji ambao unapitisha mafuta kuleta bara la Afrika umefungwa, kwa maana ule mkondo. Lakini kama haitoshi, hivi ninavyoongea kuna meli zimekamatwa tayari ambazo zilikuwa zinachukua zinaitwa mafuta kuleta huko. Sasa hiyo japo ni debate kwamba kuna wengine wanasema waliozikamata hizo meli ni Wairani, wengine wenyewe, lakini wanasema hapana, Irani hawezi kukamata meli, atakuwa nani? Atakuwa ni Marekani. Na Marekani ana interest zake siku zote, huwa ana msemo wake mkubwa sana, anasema Marekani hana permanent friend, hana rafiki wa kudumu, ila ana permanent interest, ana interest za kudumu.
Kwa manake akiona mahali anafanikiwa, ana interest zake pale, mtakuwa marafiki, lakini kama interest zake zimeisha, urafiki pia unaisha. Umezungumza kwamba Marekani hana rafiki wa kudumu. Ile taifa la Marekani, kwanza ili nisionekane niko negative, nianze kwa kusema kwamba kwa sasa nafikiri Mungu amemchagua kuwa kaka mkubwa. Yaani dunia hakuna kipindi imewahi kuishi bila kuwa na kaka mkubwa. Mimi ni mwalimu wa historia pia. Yaani kuna dola zilizowahi kutawala dunia. Dola ya kwanza kabisa iliyotawala dunia ilikuwa dola ya Misri. Yaani hii Misri, Egypt, iliwahi kuwa superpower. Imetawala mataifa mengi sana duniani. Baada ya Egypt ikaja kuna dola inaitwa Ashuru, Assyrian Empire, na yenyewe ikatawala maeneo mengi duniani. Baada ya Ashuru ikaja dola nyingine inaitwa Babylonian Empire, enzi ya kina Nebukadnezar, inaitwa Neo Babylonian Empire. Walitawala eneo kubwa la dunia, ikiwemo na Israeli yenyewe mwa kutawaliwa nao Babeli. Tena sio kutawaliwa tu, mpaka kutekwa, kupelekwa utumwani huko kwenye nchi ya Misri na nchi ya Babeli, na wakakaa miaka 70. Hii Iraq ya sasa hii iliwahi kuwa superpower. Then wakaja wakaondoka, ikaja Medo Persia Empire, dola ya Wamedi na Waajemi. Tena Wamedi ndio wa Irani hao, na wenyewe waliokutawala dunia. Kuna mtu mmoja nilikuwa namsikia juzi wanachambua naye mambo haya, anasema dola ya Irani haiwezi kuanguka. Nikawa najaribu kumsikiliza kwa makini nijue anasema hivyo anamaanisha nini. Dola ya Irani ilishaanguka. Sio haiwezi kuanguka, ilishafanyaje? Ilishaanguka. Ile ni dola ya Uajemi ile. Waliwahi kutawala dunia, Medo Persia Empire. Medo Persia maana waliungana wa Iran na Waamedi. Waamedi ni wa Kuwait. Kwa kale ka Kuwait kale. Miaka hiyo kiongozi wao alikuwa anaitwa Dario. Waamedi wa Kuwait hao. Afu wa Iran walikuwa na kiongozi anaitwa Koresh. Cyrus the Great. Wewe Google andika Cyrus the Great utampata. Waliwahi kuungana wakaangusha dola ya Babeli ambayo ilikuwa ni Iraq. Nao wakaja wakaangushwa na Alexander the Great. Alexander the Great ni dola ya Uyunani ya sasa, ya Ugiriki ya sasa. Ikaja ikawaondoa wale, ikaanza kutawala. Hapo ndipo utawala ukaondoka Middle East, kwa maana ya Mashariki ya Kati, ikahamia Ulaya. Hapo nazungumza habari ya miaka 330 kabla Yesu hajazaliwa. Imehama kutoka Mashariki ya Kati, imehamia wapi? Imehamia Ulaya. Na toka ilivyohama haijarudi Mashariki ya Kati tena. Kwa hiyo Alexander Mkuu, kwa maana ya dola ya Ugiriki, na yenyewe katawala mpaka ilipokuja kupinduliwa, ilitawala miaka kama 300, ilipokuja kupinduliwa na Warumi, kwa maana ya Roman Empire, kipindi cha kina Julius Caesar, kipindi cha kina Pompey, si ndio? Dola ya Rumi ikaanza kutawala eneo kubwa zaidi ya dunia, na imetawala kwa muda wa miaka 100. Then dola ya Rumi ilipokuja kucollapse, Ulaya ikaja. Rumi maana ni Italia, lakini ikiwa imeungana na Uingereza, ikiwa na Ujerumani, ile Ulaya Magharibi ile yote, na yenyewe iliwahi kutawala dunia. Kwa kila kipindi tumekuwa na mbabe wa dunia ambaye anasema acha, unaacha, twende, unaenda, ndio utawala dunia vile jinsi ulivyo. Then baada hapo zikaja tawala nyingi ndogo ndogo ambazo ikiwemo Ottoman Empire, lakini haikutawala eneo kubwa sana la dunia na kadhalika na kadhalika. Mwisho, baada ya vita vikuu vya kwanza vya dunia na vya kwanza vya dunia, ikaanzishwa kitu kinaitwa League of Nations, kwa maana ya Umoja wa Mataifa, ambao makao yake makuu yalikuwa Ulaya, ili kuhakikisha kwamba kwa kuwa hakuna mbabe mmoja, tupate chombo kitakachoweza kuweka usalama wa dunia nzima iwe salama. League of Nations makao yake makuu yalikuwa kwa Ulaya. Baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, sasa vya pili, vile vita, Adolf Hitler wa Ujerumani alikuwa anataka kuwatawala wazungu wenzake. Ikabidi hawa kina Churchill na kina Roosevelt, yani kwa maana ya waziri mkuu wa Uingereza, akaomba msaada Marekani. Ikabidi Marekani aje asaidie. Kwa Marekani ndio aliyempiga Adolf Hitler na kuzima hilo jaribio lake la kutaka kuwatawala wazungu wenzake. So from there ukubwa ukahama kutoka Ulaya ukahamia wapi? Marekani. Na League of Nations ikabadilika kutoka League of Nations, kwa maana Umoja wa Mataifa, ikawa UN. Na makao yake makuu yakatoka Ulaya yakahamia wapi? Yakahamia New York, ambayo yako mpaka sasa. Na ndiyo maana Marekani sasa, baada ya kuhamishia pale kwake, yeye ndo amekuwa akidictate mambo. Kwa nini nchi anayosema nabii wekewe vikwazo vya kiuchumi anaweka Marekani na aweki Tanzania? Yaani huwezi kusikia Tanzania ameweka mahali vikwazo vya kiuchumi. Hana uwezo huo. Na hapo nimesema Tanzania tu kwa sababu ni nchi yangu pendwa na niko Tanzania, naishi hapa. Sio Marekani, sio Tanzania, hata Uingereza hawezi kumwekea mtu vikwazo vya kiuchumi. Sawa.
wengi wanaamini kwamba, na haya yanazungumzwa kwamba Marekani ni rafiki wa Israeli kwa sababu Israeli kuna wajuzi wengi ama wataalamu wengi. Hii ni kauli ambayo iko sahihi au la? Jambo la kwanza nataka niseme, hii na iko wazi, kila mtu anajua kwamba moja ya watu ambao wamebarikiwa sana kuwa na akili, kuwa na teknolojia kubwa ni Wayahudi. Sisemi Waisraeli, ni Wayahudi. Wayahudi ni nani? Ni watu ambao wana asili ya Israeli lakini walishaondoka, wanaishi kwenye mataifa mbalimbali, wanaitwa Ashkenazi. Kwa Wayahudi wako kwanza dunia nzima, hiyo naomba ieleweke. Na ndio maana hata kurudi, wamerudi mwaka 1948 na kuweza kuwa taifa kwa maana ya the state of Israel. Lakini waliorudi sio wengi. Mpaka sasa Wayahudi waliorudi kwao wako kama milioni 8 tu. Lakini kumbuka Wayahudi walioko Marekani wako milioni 6. Marekani peke yake. Sijazungumza habari ya Russia kwa maana ya Urusi. Sijazungumza habari kwenye mataifa ya Afrika. Sijazungumza habari ya mataifa mbalimbali. Wayahudi wako, sijazungumza walioko Ufaransa, walioko Uingereza, walioko Italia. Ukienda Italia pale pale Roma, mimi nimeenda pale, wana sinagogi lao pale wanasali. Yaani Wayahudi wana sinagogi katika jiji la Roma lile pale pale Italia. Mimi nimefika mpaka sinagogi lao na nimeingia mle ndani. Mimi sio Myahudi, sikusali by the way, lakini nimefika kwenda kuwasalimia, kuwataka hali. Nilipokuwa Italia nimekwenda kuangalia. Na hii nazungumza habari ya mambo mwaka jana, sio mambo ya miaka mingi iliyopita. Sawa sawa. Kwa wametawanyika kila mahali. Wana akili nyingi sana. Na kwa sababu ya akili zao wamepenetrate kwenye security system ya Marekani. Kwa kule Marekani hao milioni 6 kwanza kwa sehemu kubwa ndio wanaoshika uchumi wa Marekani, hao milioni 6. Lakini pili ndio ambao wamejaa kwenye CIA. Nasema hao sio Waisraeli, ni Wayahudi. Wana asili ya Israeli lakini wana passport au wana uraia wapi? Wa Marekani. Na wamezaliwa wapi? Marekani. Kwa wakati mwaka 1948 wenzao wanakwenda kuunda taifa, wao walifanyaje? Walibaki. Na wasio walibaki tu, walibaki mkakati. Watafute fedha, washike uchumi, washike dola, yani washike security system ya Marekani, ili ikitokea kuna mtu mmoja kule anakwenda anawaonea, anataka kuwafuta, hawa wanapeleka mpunga kule. Hivi kwa maana moja au nyingine, muulize Myahudi yote atakwambia vita vyote ambavyo vinaendelea Israel, vinavyoendelea, hela inayopiganiwa, yani hela inayopigana vile vita, sababu vita ni gharama kubwa, inatoka Marekani. Hapigani kwa hela yake, yani ategemea kukusanya kodi ya watu pale ndani ili apigane. Ndio maana Muisraeli anaweza kupigana vita mwaka mzima, hana shida, kwa sababu kuna mahali huko ambako biashara zinaendelea, uchumi unaendelea, mambo yanaendelea, lakini ile anafanyaje? Inaingia. Na ikitokea kuna Myahudi amekosa chakula, kwa mfano kipindi hiki sasa wanapigana, hakuna watalii, na wanategemea utalii, wanategemea kilimo, wanategemea high tech, kwa maana teknolojia. Wakiona kuna wale matua guide wamekosa hela, serikali inawalipa mshahara. Sawa. Na kwa vijana wa sasa ambao nadhani tunaisikia vita lakini hatuelewi pia chanzo cha vita hii, uhasama uliopo baina ya Israel, Iran pamoja na Marekani, labda tuulize kwa uchache historia ya hizi nchi. Jambo la kwanza nianze na Iran. Iran nimesema amewahi kuwa super power. Amewahi kutawala dunia kwa wakati wake, anaitwa Uajemi, Persia. Sawa sawa. Amewahi kutawala. Na Wairani na Waisraeli kwa asili ni marafiki. Na hapo sio nazungumza kutoka hewani, nazungumza kutoka kwenye maandiko matakatifu, kwenye Biblia. Wayahudi hawa kwenye historia yao ukisoma, waliwahi kuchukuliwa kwenda utumwani Babeli, walikaa miaka 70. Aliyekuja kuwaruhusu, kuwapa uhuru na kuruhusu waende kwao ni Wairani. Na mfalme wao nimesema alikuwa ndo nani? Cyrus the Great, kwa maana ya Koreshi. Alitoa amri Wayahudi wafanyaje? Warudi kwao. Tena mwisho akasema Mungu amenituma sio tu niwarudishe, niwape na fedha mkajenge hekalu lenu. Hivi hekalu la Yerusalemu lile ambalo limebomolewa sasa hivi, si ndio? Liliwahi kujengwa na nani? Na Wairani. Wamejenga, ndio wametoa mpunga kwa Israeli. Kwa ni marafiki. Na Wayahudi hauambii kitu kwa habari ya Koreshi. Wanasema ni Masihi yule.
ni mtumishi wa Mungu yule. Mungu alimtumia yule. Wayahudi wenyewe wangekuwa wananisikia hapo, wanasikia Kiswahili, wangenielewa hiki ninachokisema. Ni mtu wao. Kwa hakujawahi kuwa na uadui huko nyuma kati ya Iran na nani? Na Israel. Ila wamewahi kuwa na uadui na Babeli kwa maana ya Iraq. Lakini sio Iran. Na hata katika vita vilivyotangulia, yani kwa mfano Israel mpata uhuru leo, kesho yake ikaanza vita vya uhuru mwaka 48. Mataifa yaliyopigana na Israel, Iran hayumo, ila Iraq yumo, Misri yumo, Jordan yumo, Lebanon yumo. Lakini yani yale mataifa yanamzunguka yote yalikuwepo, kwa sababu alipigana mataifa matano. Lakini Iran hakuwepo. Iran na Israel kwa asili ni marafiki. Kwa asili ni marafiki. Kwa nini leo wanapigana? Marekani kwa sababu hayupo kwenye hiyo historia ndefu, sababu Marekani taifa jipya. Yaani Marekani ni mtoto mchanga ukilinganisha na Iran, ukilinganisha na Israel. Yaani Israel ni taifa la zamani sana na Iran na zamani sana, Marekani ni jipya. Kwa sababu kumbuka Marekani imetawaliwa mpaka na Mwingereza miaka sio mingi. Na toka mpata uhuru na miaka kama 200 tu. Yaani sio muda mrefu. Haya mambo ninayozungumza mimi hapa, kwa mfano unapozungumza habari ya kutekwa kwa Wayahudi kwenda kwenye nchi ya Babeli, hata Irani wanawaruhusu akina Koreshi warudi kwao. Hapo nazungumza habari ya miaka zaidi ya 600 kabla ya Kristo. Zaidi ya miaka 500 kabla Yesu hajazaliwa. Sasa kama 500 kabla Yesu hajazaliwa, then kutoka hapo kumbuka Yesu toka amezaliwa mpaka leo imeshapita miaka 2000 karibia na 26. Kwa unaweza kupata picha ni miaka mingi. Marekani yeye toka amepata uhuru wake ana miaka toka 200 hivi ndo ameanza kujenga. Angalia historia ya George Washington hapo utakuja kuona sio taifa la muda mrefu, na wengi ni wahamiaji waliokwenda kuhamia pale. Kwa hiyo Marekani yeye kwa asili kwenye unabii wa kibibilia hayupo. Kwa hiyo vita anamsindikiza Mwisraeli. Kwenye Mwisraeli imeandikwa kwenye Biblia kwamba atakuja kupigana vita na Muirani. Hapo nazungumza kitabu cha Ezekiel sura 38 na sura 39. Atapigana vita na Iran, atapigana vita na Tubali. Iran wameandika Uajemi kwenye Biblia, kwenye ukisoma pale hawajaandika Iran, hilo jina ni jipya. Wameandika Uajemi. Atapigana vita na Tubali. Tubali na yenyewe kwenye ramani ya sasa haipo. Tubali ni Uturuki. Kwa maana Uturuki tunategemea siku moja atamuunga mkono nani? Iran. Sawa sawa? Atapigana vita na Mesheki na Roshi, Sovieti ya zamani hiyo. Ile Moscow imetokana na Mesheki. Sovieti ya zamani kwa maana ya ile USSR, Urusi ya zamani ile ilikuwa imeungana yote mpaka huyu dogo anayepigwa saizi huyu anapigana naye Ukraine. Yuko mumo ndani. Tunaposoma unabii hatusomi taifa lililoko sasa. Tunasoma wakati huu unabii unatoka. Hawa jamaa walikuwaje? Kwa kama inamaanisha kuna vinchi vidogo vidogo vilikuwa humo ndani vimekuja kujitenga, sisi hatutambui kujitenga kwenu. Tunatambua kwamba na nyinyi mko humo ndani kama taifa moja. Ni kama vile Tanganyika, hii Tanganyika hii. Kama kuna unabii ulitoka wakati wa Wajerumani, si ndio? Wanaingia hapa nchini. Unabii juu ya Tanganyika, Rwanda na Burundi hamwezi kuziacha. Lazima mziingize, ni nchi zetu zile. Yaani wale walikuwa sehemu yetu, walikuwa ni sehemu ya taifa letu. Walikuja kugawa tu zawadi, kumpatia mfalme kama tena zawadi sio ya birthday sio ya nini, wakaenda wakapatia zile nchi, wote chukua kipande hii na wote chukua kipande hii. Yaani mataifa yetu ya Afrika wazungu wanapeana zawadi ya birthday kwamba utatawala kipande hii, ndio ikawa Burundi, hii ikawa Rwanda. Lakini wale kama kuna unabii ulitoka wakati huo unaohusiana na hii Dutch East Africa, maana Burundi na Rwanda na wenyewe wanaingia huko kwa sababu wamekuja kujitenga baadaye. Haijulikani. Sasa hii ndo nakuja kueleza kwamba wale kule nao wanahusika na kwenye vita hii, lakini mwisho kabisa ametajwa na nchi kama Kushi. Kushi ni mataifa yaliyoko kusini mwa jangwa la Sahara wakiongozwa na Ethiopia. Ethiopia ni taifa la zamani sana. Malkia wa Sheba, enzi ya mfalme Suleiman, miaka kama 930 kabla ya Kristo, alitoka huko Afrika akaenda Jerusalem kwenda kumuona Suleiman, na akaenda kule akaangalia fahari yake na nini, akapata na mimba. Hii ya mimba Biblia haijaandika, lakini ukienda kwenye historia alizaa mtoto anaitwa Menelik.
Menelik alikuja akafika hapo Ethiopia na akawa mfalme wao pale kwa miaka mingi, na amezaa watoto wengi watu mafalasha wako mpaka leo, wengine ni marafiki zangu wako hapo Ethiopia ambao wana damu ya Kiyahudi, na wengi wamesafiri sasa, wamesafirishwa wamepelekwa Uyahudi. Kwa pointi yangu kwa kujibu swali lako ni kwamba chanzo ni nini? Mimi naweza kusema chanzo ni unabii ambao ulikuwa umetoka kwamba iko siku Iran atapigana na Israeli. Marekani mimi naweza kusema anasindikiza tu, lakini usindikizaji wake ndio sio bure. Ana maslahi yake hapo, ana maslahi ya kiuchumi yatakuwepo, na nikwambia Marekani hana rafiki wa kudumu ila ana maslahi ya nini? Ana maslahi ya kudumu. Kwa hiyo sio kwamba anamsaidia Muisraeli pale, naye kuna vitu anafanyaje, kuna vitu anavitaka, na Iran ni nchi tajiri, unafahamu, na mafuta ya kutosha, sawa, kama ambavyo alikwenda kumtoa Maduro kule. Kwa hiyo hata huu mzozo ambao unaendelea, ama namna ambavyo wanazokaa kwa muda mrefu kwenye vita kutokana na tajiri wao Iran. Kwanza kwa kawaida nchi maskini haipiganagi vita. Hiyo naomba uelewe. Hapo naongea tu sasa kwa namna ya kawaida. Yaani maskini mnapiganaje? Kwanza mtakufa njaa wote na biashara itaishia hapo. Maskini hawapigani vita. Na mahali popote ambapo kuna njaa, watu hawapigani pia. Yaani hawana chakula, hawana nini, kwa sababu kila mmoja anakuwa busy kutafuta mkate wa siku hiyo ili aishi. Na mara nyingi sehemu yenye njaa hata makosa hayaonekanagi. Yaani hakuna mtu anashughulika na makosa ya mtu. Kwa sababu toka haraka nenda katafute mkate ule ili ushibe leo. Na watu wakishashiba sasa wanaanza kuona la, kumbe yule jamaa anatudharau yule. Hiyo ni baada ya kushiba na baada ya kujisikia vizuri. Kwamba hii kauli hii mbona inatukera? Mbona huyu anatawala kidikteta? Haya anakuja baada ya kufanyaje? Baada ya kushiba. Lakini kabla ya kushiba hayo mambo hayawezi kufanyaje? Hayawezi kuwepo. Sasa hoja yangu ni nini? Iran ni miongoni mwa mataifa yanayotoa mafuta mengi Mashariki ya Kati. Kwa hiyo maeneo ambayo yana mafuta mengi, sitaki kutoa mifano mingi. Marekani alikwenda kumteka rais wa Venezuela Maduro. Baada ya kumteka, wameingia mkataba kwamba mafuta ya Venezuela yatakuwa yanauzwa na nani? Na Marekani. Alafu watagawana. Kwa deal ya mafuta saizi iko chini ya nani? Ya Marekani. Ninahisi, sina uhakika, sababu hajatangaza hata huku nako, kwa sababu kuna mafuta. Sawa. Na tukiangalia kwa mzozo unapokwenda kwa hivi sasa, nadhani ni siku ya 5 ama ya 6 siku ya 6. Yeah. Kwa jinsi ambavyo unavyoitazama hii vita, ni vita ambayo itakuwa muda mrefu ama huenda pia ikafikia kikomo kwa muda mfupi? Jana nimeongea na rafiki yangu mmoja anaitwa Shai. Ni mwanajeshi mstaafu, yuko Israel. Sasa hivi anafanya kazi za tour guide. Kwa nikienda kule huwa naongea naye, na hata ukitaka nikupe uongee naye, kwa sababu ni waandishi wa habari, mnataka kubalance story. Ndio. Naweza nikakupa ukaongea naye. Akaniambia wanategemea ina mwezi mzima mbele. Hayo ni matarajio. Yaani inaweza kaenda mwezi mzima mbele. Kwa sababu duniani pia hakunaga vita isiyoisha. Yaani hakuna everlasting war. Kwa maana ya kwamba ili upigane vita kwanza unahitaji budget. Fedha. Na fedha inayotumika vitani ni nyingi, inaweza kuwa mara 10 ya pesa inayotumika wakati wa amani. Kwa hakuna vita ya kudumu tu inakwenda bila kuisha, haipo. Na ndio maana hata mwaka 78 kuelekea 79, hasa 79 wakati vita inaisha, Mwalimu Nyerere alituambia Watanzania, fungeni mkanda kwa muda wa miezi 18. Yaani maana yake resources zetu ambazo tulikuwa tunapasa kula zikaenda kupigana nini? Vita. Yaani hapo unazungumzia ni kujaza mafuta kwenye mabasi, unazungumzia ng'ombe wanaochinjwa watu wale vitani, unazungumzia habari ya kuagiza mabomu kutoka Urusi, unazungumzia habari ya vifaru ambavyo vinalipuliwa kila siku na Idi Amin, unazungumzia ni hatari, gharama. Alisema funge mikanda siku 18, lakini kwa utafiti wangu inaonekana ilikwenda miaka 18. Na kama sikosei, wewe ni mwandishi wa habari, unaweza kufanya utafiti wako, kuna madeni mengine yaliyosababishwa na vita vya Uganda mpaka leo bado hajafanyaje? Hajalipo. Kwa siku 18 na miezi 18, miezi 18 mfanyaje? Imepita. Kwa nini nasema hivi? Niliambiwa na yule mwanajeshi mstaafu anaitwa Shai, naweza nikamtaja hata kwa jina, rafiki yangu yuko Israeli, alisema kwamba inaweza ikachukua mwezi mmoja. Sasa alikuwa amejaribu kufanya calculation za kisayansi kabisa, tangible, kwamba huwezi kupigana vita bila gharama. Kwa maana ya kwamba kila siku kuna makombora yanarushwa.
yale makombora 300 aliyoyarusha, hii ya 300 naisema kirahisi, 300 mpaka 400 aliyoyarusha Iran wakati wa vita vya siku 12 vya mwaka jana mwezi wa 8, yale makombora gharama yake inazidi bajeti ya Tanzania mwaka mzima. Ile hypersonic nazungumzia aliyorusha ndani ya vita za siku 12. Okay. Ile vinazungumza hii sinaendelea, hii bado gharama yake ya jumla haijatajwa, haijajulikana, si wanaendelea. Ile gharama yake ile vita, gharama inazidi bajeti ya Tanzania mwaka mzima kuendesha kwa muda wa siku 12. Hii ndo kwanza iko hapa. Ameniambia huenda ndani ya mwezi mmoja itakuwa imefanyaje? Itakuwa imeisha. Inamaanisha wamefanya calculation nyingi, kwa maana ya kwamba baada ya hapo wote mtakuwa mko flat, hamna pesa, hamna uchumi, umeelewa? Hamna nguvu, hakuna kurusha lile kombora moja liende namna hii. Liruke zaidi ya kilomita 1000. Kwa sababu umbali kutoka Iran mpaka kuja kufika Israeli karibia kilomita 1400. Kurusha hilo kombora, yani hiyo energy, hiyo nishati ya kurusha hilo kombora mpaka kulifanya lifike kule, mpaka liende likatue. Yani umejenga dispensary nchi nzima. Kwa nchi zetu hizi loko unafyatua matofali tu kidogo hapo na simenti kidogo, umeungaunga simenti na mchanga kujenga dispensary nchi nzima. Kombora moja. Gharama yake kwa vita sio mchezo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.